au mashamba sasa uzalishaji yenyewe umepamba haswa. Nataka nikuoneshe kidogo, subiri kidogo. Mambo mazuri hapa bana. Ukishafika hapa bana, mtu anataka appreciate, si ndio? Nikuoneshe mpunga kwa karibu bana. Na maji bado ni shamba lile lile kubwa. Mifereji ile ile bado inaendelea na barabara nyingine katikati ya shamba. Alafu nataka uone na katikati pia unaona kuna sehemu za kupita. Kwa hiyo hakuna mahali ambapo utasema hapa pitiki. Sasa hii ni aina gani kiongozi? Naweza kusema hii ni saro ile ile. Unaona? Angalia hivyo ilivyoweka hiyo saro. So ile unaangaliaga Google, hii ni halisia. So kama ni uongo, imeweka mpaka inaenda kulala. Ile pale. Just appreciate. Nataka uone alafu uweze kuelewa ninachokuambia. Angalia mpunga ulivyola. Alafu cha ajabu kanda huu sioni ndege. Ni nini hasa kinatokea au mnatumia madawa ya asili bana nyinyi? Kwa nini ndege hawafiki? Ndege wanapigwa dawa, kuna ndege huwa inatembea inazunguka inapiga dawa. Kuna ndege kama okay inakuwa imenyizia inazunguka. Kila baada ya muda gani hiyo ndege? Huwa inapita kila baada ya miaka miwili. Okay? Hiyo wakulima wanachangia hiyo pesa au inakuwaje? Vipi? Hapana, ni serikali yenyewe. Inaleta hiyo ndege kila baada ya miaka miwili. Inapiga dawa katika mashamba haya. Alafu inaenda. Kwa hiyo ndio maana nimeshangaa cha kwanza kabisa sijaona muhamiaji wa ndege. Yaani nilipofika kwenye shamba hili, ndugu mtazamaji, nimeshangaa kuona kwamba amna anayehamia ndege. Wa. Yaani hapo ungekuta watu wanapiga makelele kama wenda azimu. Kwa sababu kwerea hawa ndege ambao wanakula mpunga wana tabia moja, anakufanyia timing unaposinzia kidogo tu kesha maliza shamba. Lakini hapa sijaikuta. Eka mbili. Katika eka mbili mtu hapa ametulia sasa ndana mambo yamkwenda vizuri. Kwa uzoefu wako huko anaweza pata kama kiasi gani kwa dunia za mpunga? Kama mtu sema okay amefuata taratibu zote. Na naamini shamba hili la mfano kwa sababu natizama hata mpunga wenyewe. Kwa sababu si ninaona kwa macho. Umeona? Inaona mpunga kabisa umenawiri. Kwa hiyo tuseme kama hili hapa katika mavuno tukitabilia mazuri zaidi tunaweza kupata kama kiasi gani? Hapa. Kabili tunaweza kupata gunia 75. Wow, tofauti. Hai! Unaona? Tayari Dakawa sasa na wenyewe hii hiki ni kituo cha tafiti Dakawa ambacho ni Tanzania Agricultural Research Institute ambao wao pia wanatafiti kuhusu mpunga. Kwa hiyo wanaenda sambamba na alipo mkulima. Kwa utafiti zao sio tafiti za makaburasha au makaratasi, bali wanakwenda kutafiti pale pale kwa wakulima ili wajue ni nini waboreshe. Fikiria sasa hapo. Ona kwamba maendeleo yanaletwa na pande zote, upande wa serikali, upande wa wananchi wenyewe, upande wa sekta binafsi. Unaona kwa sababu shamba lianzishwa na au wazungu na maana sekta binafsi. Baadaye wanakijiji wakaamua kulichangamkia, wakaanzisha mashamba hapa kama upitia umoja wao wa Wakuda. Alafu wakaenda serikali ikaleta hao watafiti, kituo cha utafiti Dakawa ambacho kinatafiti kuhusiana na mbegu za mpunga bora. Na sasa unaweza kaona hapa kila neno hapo wamelebo hapo. Wameandika vimaneno pale kila ADL 2026 plot 265. Plot hii eneo inaitwa maplotini. Ukija huku ukasema naenda maplot, kanda huku ukasema naenda maplotini, watakuleta kwa sababu ni eneo maarufu maplotini kwa sababu kila mtu yuko na plot yake. Na watu wanalima kisasa. Kuanzia kulima kwa trekta na hakika pengine kuna planter pia, kupanda kwa pengine kwa planter, lakini pia wanapofika hatua ya kuvuna, wanavuna kwa uhakika pale, wanavuna kwa kutumia hizo combined harvester. Alafu wakati wa kwenda sokoni, hapa ni barabara, kuna barabara kubwa sana ya Dodoma, Morogoro, kutokea Dar es Salaam ambao mtu ukiweka mpunga wako tu kasimama dakika 5 tu utachukuliwa. Halo bi mkubwa, asalamu alaykum. Subiri kidogo. Haifa. Sasa kama hujui hiyo lugha unakuaje? Kaifa yeye bi mkubwa pale hajui lugha bali. Kwa hiyo ni anafanya nini hapa? Anaweza kutusaidia jambo kidogo. Hapa bi mkubwa unafanya nini? Olea. Mbona unatoka kama mpunga huo? Hamna majani, okay. Kwa hiyo unaongolea mara ngapi katika ile shamba? Ile shamba? Kwa palizi yani ya shamba lote. Yani kuanzia mwanzo. Kuanzia mwanzo unapokuwa umepanda mpaka kuvuna inakuwa umeongolea mara ngapi? Chepusha maji. Oh, come on. Kuna mama huyo wa Kichina anataka kunipasua na baskeli. Yule pale Mchina yule pale. Na anaongea Kiswahili kama utafikiri hapa Mbongo.
Hujambo na karibu katika channel ya Aje Farms, mashamba yanayotembea. Ule ujamaa uliohubiriwa na baba wa taifa hayati Mwalimu Nyerere katika baadhi ya maeneo bado unafanya kazi, na hapa ndio kuonesha shamba ambalo ni la umoja, ni kikundi ama umoja wa wakulima wadogo hapa eneo la Dakawa, na nataka nikuoneshe uweze ku appreciate. Subiri kidogo, utaka ku appreciate hapa uelewe kwamba bado inawezekana watu katika kijiji wakashirikiana wakafanya jambo kubwa sana. Hapa hii ndio sehemu, huu ndio mkondo mkubwa wa maji. Kwa hiyo hapa bana, hii ni nini sasa? Ndio tunafika katika mashamba yenyewe ya Wakuda, umoja wa wakulima wadogo wa mpunga Dakawa. Sasa hii ina historia kubwa sana eneo hili, kwa sababu takriban miaka 20 iliyopita shamba hili lilikuwa limeanzishwa na wazungu kutoka Norway na Ujerumani, ambao walikuja hapa na kuanzisha shamba kubwa sana takriban ekari 5,000 la mpunga, ambapo sasa katika eneo hili walikuwa wanazalisha mbegu ya mpunga. Na baada hapo hiyo miaka 20 iliyopita waliondoka wana kijiji, sasa shamba likaingia kwenye serikali ya kijiji, na baada hapo sasa wakulima wakaunda umoja, ambapo wanachama wakaweza kupata mashamba eneo hili na kugawana ekari 5,000. Sasa hapo analima kwa skimu ya umwagiliaji mwaka mzima, lakini nje napo naona samaki kwa hiyo pale, hiyo shamba kubwa sana hilo, unaweza kuona mpunga ambapo wanalima bila mashaka, bila kutazama wingu. Na hapa tuko na mwenyeji kidogo, naona ni mradi mkubwa sana ukanda huu. Tuna mwenyeji hapa, tueleze hii hasa tunachokiona hapa ni nini? Unaona kama maji hapa, tueleze kidogo. Maana huo ni mfereji ambao unaotoa maji mtoni. Okay. Mto wa Dakawa unapeleka kwenye mashamba. Wow. Na sasa hili shamba unaona uzalishaji wake ukilinganisha na mashamba mengine. Hii ndio inaitwa mashamba ya ndani haya. Hii ndio shamba la ndani. Shamba la ndani. Yale mashamba ya nje ni yale mashamba ambayo yanalima yanategemea mvua. Hapa ndiyo eneo ambalo tunapata kuvuka tena, kuna kidaraja cha kiena chake, kidaraja cha utalii. You get it? Hii hapa kidaraja cha utalii, na hapa pia kuna kidaraja kingine cha kitalii. Ushafahamu? Hii ndio bado ule mkondo unaochepusha maji. Oh, come on. Kuna mama huyo wa Kichina anataka kunipasua na baskeli. Yule pale Mchina yule pale. Na anaongea Kiswahili kama utafikiri labda Mbongo. Sema anaomba kupita, angenipasua na baskeli yake, ushafahamu. Kwa hiyo hapa hii ndio sasa hiyo mkondo wa maji toka mto Wami unapeleka maji mashambani. Alafu ukanda huu wa pili upande wangu wa kushoto ndio eneo ambalo hayo ndio mashamba, nasema ni mashamba ya nje. Ukanda huu ni mashamba ya nje. Barabara inapita hapa. Mashamba ya nje kuna wakulima wengi sana ambao wanalima. Hawa wategemea mradi huu wa umwagiliaji. Hawa wanategemea mvua, na ukanda ule pia unaweza kuona appreciate yale yote ni mashamba ya nje. Yanaitwa mashamba ya nje kwa sababu hayapo kwenye mradi wa umwagiliaji. Kuna shamba la ekari 5,000 ambalo liko kwenye mradi wa umwagiliaji, ambapo pia nimepata taarifa kutoka mwenyeji wetu kwamba kunaongezwa tena hekta 2,000. Hekta 2,000 kama ekari 5,000 nyingine zinaongezwa ukanda huu kwa ajili ya mradi huu wa umwagiliaji. Mradi una historia kubwa sana kama nilivyokueleza hapo awali. Unaona? Hayo maji hayo yanaingia mashambani kule, na ndio yanaenda kubadilisha maisha wakulima ukanda huu. Tazama hicho kidaraja cha utalii. Na huo ndio usafiri wetu. Na mimi ndio Aje Farmer ama daktari mkulima ama Vasco da Gama wa Bongo, ambaye nakutembeza kijiji kwa kijiji nchini Tanzania. Lakini uzuri niko na mafunzo ya ujasiri wa mali kupitia group ya WhatsApp ya Chuo Kikuu cha Mtaani Kitivo cha Misukosuko. Akisha katika hiyo group unaweza ukajiunga pia kwenye mafunzo yangu rasmi kupitia group ya WhatsApp ya Chuo Kikuu cha Mtaani Kitivo cha Misukosuko, ambapo nitakuongoza hatua kwa hatua kama mentor wako. Unaweza ukajiunga kwenye hiyo group ya WhatsApp. Na ada yake tu ni 20,000 kwa mwaka, ambapo unapata nondo nyingi na vipindi mbalimbali, kuongozwa namna ya kulima, lakini pia utapale kama unataka kufanya biashara mazao, na nitakupeleka mpaka site kwenye machimbo, nitakuongoza kwa sababu I've been through
nimekuwa kwenye AJ Farms, ni kampuni ambayo imekuwa katika kilimo biashara kwa takriban miaka 10 na kwa hiyo kupitia uzoefu wa kampuni yangu ya AJ Farms ninaweza kuhakikisha kwamba nitakuongoza kama mentor wako, kwa sababu kilimo na kifahamu nje ndani. Na hapa sasa katika ziara hii tunatengeneza application maalum. Application hii ya simu ambayo utakuwa unaingiza kwenye simu yako ya application. Alafu kama una mazao umezalisha mpunga, unaweza ukampata mnunuzi bila kuwa na dalali. Na wewe kama una kiwanda unataka mazao, unataka kupata mazao moja kwa moja kutoka kwa wakulima, mazao mifugo kutoka kwa wakulima, utakuwa unaingia kwenye application, unaweza kusearch tu nataka mpunga, inakuletea wakulima wote wa mpunga Tanzania na bei zao na namba zao za simu. Kwa hiyo unawasiliana nao moja kwa moja, na hata ikiwezekana unaendesha gari mpaka shambani, kwa sababu pia katika ziara hii pia tunachukua GPS ya kila shamba, GPS ya kila shamba, picha, kila kitu, details zote. Unaweza ukaenda mwenyewe ukaangalia kwenye application na ukatembea mwenyewe. Sasa hapa ndio tunaenda kutoa huo mtukati ambaye amekuwa kinyonya wakulima kwa miaka nenda miaka rudi. Mkulima amekuwa mtu wa chini kwa sababu kulikuwa na mtukati. Tunaenda kumuondoa kuanzia mwezi wa 8, application itakuwa tayari. Stay tuned. Mashamba ya ndani ndio yanategemea. Come on, let's wait. Hapa kuna mashine inapita. Hiyo ni mashine hiyo. Combined harvester hiyo inaenda kupiga kazi. Umeona? Kwa hiyo tukisema kilimo, hiyo combined harvester, hiyo ni mashine ambayo itafika mpunga, itaweza kufika mpunga, kukata, kupiga mpunga, kupepeta mpunga, kazi zote tatu inafanya ekari 12 ndani ya muda wa masaa 6 tu. Imeshamaliza kazi hii hapa. Unaona? Kwa hiyo inaenda kazini. Mashine kubwa sana hiyo ambayo badala ya kupiga mpunga, kufyeka mpunga na kupepeta mpunga kwa mkono, hii inarahisisha kazi. Kwa hiyo kazi ambayo ingegharimu kwa mikono shilingi 250, hii itagharimu shilingi 170 hiyo mashine. Ndani ya masaa 6 utakuwa umepata mpunga wako kwa uhakika. Sasa tunaenda tena kupata maswali kidogo au maswali na majibu kutoka kwa jamaa. Okay. Hii ndio mashamba ndani. Na yale ya nje ambayo hayatumii mfumo wa umwagiliaji yanaitwa mashamba ya nje. Tunaweza tukatembea kidogo tuka appreciate shamba lenyewe kidogo kwa ufupi. Acha tutembee tuone tunachokizungumza. Tembea hata kwa usafiri bana. So daga shida bana. Na hapa kuna jasiriamali ambao wao wanaingia hapo. Unaona tractor ile pale. Sio safi, unaona. Kwa hiyo tunaenda kutembea ndani ya shamba kidogo uweze ku appreciate na kuonesha. Nataka nikuoneshe shamba lenyewe. Hawa mabwana bana, kwa sababu hawana pressure na mvua. Wao wanalima mpunga wakati ambapo wengine wanavuna. Wao ndio yani bado ndio wanaanza kuchanua. Kwa sababu ya nini? Wana hakika, ushafahamu. Wana hakika ya umwagiliaji kwa sababu maji hapo muda wote mwaka mzima. Kwa hiyo hawa wanakwenda kupata pesa nzuri zaidi kwa sababu watavuna mpunga wakati ambapo wengine wote hawana mpunga. Yaani wao ndio watakuwa wanavuna. Takriban hapo mwezi kama ngapi watavuna? Hapo mwezi wa 7 ndio watavuna. Wakati mpunga umeadimika sokoni, hawa ndio wanaingia sokoni kwa kujiamini, kwa sababu mpunga ni maji. Sasa mpunga ni maji. Hapa okay, tupe taratibu za nadhani hapa mwanachama hawezi, yani hapa hamna shamba tena, naamini hamna shamba tena kusema kwamba mtu atakuja hapa apate kukodi au aombe wanachama upya, sio? Waombe wanachama upya. Okay. Na masharti ya kuwa mwanachama yalikuwaje? Masharti ya kuwa mwanachama inafika ofisi ya kijiji, ofisi ya Wakuda. Ile ofisi yao pale Wakuda, barua. Samahani, simama kidogo hapa nionyeshe mpunga unapokuwa unasimama tu. Sika barua kisha unasubiria majibu. Okay. Na kuonesha ndugu mtazamaji, utizame mpunga, sio kama tunapiga story tu. Tizama mpunga huu. Sinaona ule pale. Umeweka haswa, si ndio? Maji ya uhakika ndani. Haya pa maji. Si maji hayo yanatoka kwenye ule mto ambao nimekuonesha kule juu. Sasa yanaingia kwenye ile bonde, shamba kubwa zaidi ya ekari 5,000 ambalo sasa hawa watu wana confidence amepanda na uhakika wa kuvuna, kwa sababu yeye huyu ategemei maji ya mvua, maji ya mawingu. Badala yake wao wana confidence. Ndio maana badala ya kupanda mpunga huu ule kipindi cha mvua, wao wamepanda wakati mvua zinaelekea kukatika, kwa sababu hawana tabu. Uhakika si maji hapo. Maji yamechepishwa kutoka kwenye mto Wami yanaingia hapa. Sasa Tanzania nzima ingekuwa kama hivi, shida zingekuwa za nini? Kule mbele ndugu mtazamaji, ndio ile combined harvester hiyo mashine ya kuvunia mpunga, inafyeka
inaupiga mpunga alafu inapepeta ile kule mbele. Kwa hiyo inaenda kwenye mashamba mengine kule kuvuna. Kwa hiyo unaweza kuona kazi kwa mkulima inakuwa nyepesi kiasi gani. Maji unayo hakika, una vifaa vya kutendea kazi, matrekta yapo huku, una uhakika kwamba unaweza kufika muda wa kuvuna mpunga badala ya kutumia nguvu nyingi sana. Unaona mifereji ya maji. Kwa hiyo kuna mifereji ya maji. Huu ni mfereji kubwa sana ambao huu unaleta maji. Alafu hii ni barabara kubwa ambayo inapita katikati ya pembezoni mwa shamba. Shamba lote kwa sababu ya uvunaji maana limewekewa miundombinu ya mifereji. Okay, lakini pia imewekewa miundombinu ya barabara. Ndio maana unaona hiyo gari pale iliyobeba combined harvester ikitembea vizuri bila shida kabisa. Next time nitakupa picha ya drone hapa. Aje Farms tunaendelea bana. Hatuwezi kukaga na kamera za chini. Tutakuwa na picha ya juu ya drone. Umeona? Muda si mrefu, tuombeane tu. Action na subscribe, like na kushare ili tuweze kupata watu wengi, wafuasi wengi, na tuweze kulipa na YouTube pesa nyingi, kitita cha pesa. Na kutoke hapo ina maana tutazama mfukoni, tutaenda tukachukue drone nzuri, tarusha picha hapa ya shamba zima na utaweza ku appreciate. Kwa hiyo huko maji ndio yanatokea. Ushafahamu? Imejengwa vizuri, imecontained, haijapasuka, haijafanyaje. Alafu unaweza kaona yanavyotembea sasa ndio yanaingia kule mashambani. Kwa hiyo yanaenda paka mashambani ndani kabisa. Kwa hiyo unaweza kuona mpunga unaopokea maji namna unavyokuwa umenawili kijani, unaweka ndio unaanza kuchanua sasa ukanda huko. Unaona. Kwa hiyo hawa mwezi wa 7 wa 8 wao ndio wanaingia sokoni. I just appreciate. Nataka nikuoneshe wa appreciate ili usije ukasema huyu aje farmer anasemaga nini? Mbona hatuoneshi kiwalisi? Kwa sababu nikija huku nataka nikuoneshe kana kwamba wewe umefika. Ushafahamu? Nataka nikuoneshe kana kwamba umefika. Kwa hiyo maji yanapokuja katika mfereji, kutoka mfereji mkubwa sana wa maji kutoka Mto Wami, yakija hapa ina maana unaona hapa yanachepushwa sasa ndio yanaingia shambani. Yanazidi mengine kwenda. Unaona? Kwa hiyo mfereji unatembea kilomita na kilomita nyingi. Kwa hiyo kumbuka hii shamba ni ekari 5,000. So masihala hiyo ni yani ni vijiji vimeunganwa hapa, vimeunganishwa. Kwa hiyo hapa akifika hapo unaona hapa kuna diversion, maji yanakwenda ndio yanamwagwa sasa rasmi shambani. Just appreciate. Nataka kuonesha ili appreciate. Wasipotaka maji, kwa mfano mwenye shamba hili la chini, wasipopata maji na maana wanakuja hapa wao wanaziba. Ushafahamu? Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa. Unaona zile kila mtu na of course ana plot. Hii eneo inaitwa maplotini. Ukija huku ukasema naenda maplot, kanda ukasema naenda maplotini, watakuleta kwa sababu ni eneo maarufu maplotini, kwa sababu kila mtu yuko na plot yake. Na watu wanalima kisasa. Kuanzia kulima kwa trekta, na hakika pengine kuna planter pia, kupanda kwa pengine kwa planter. Lakini pia wanapofika hatua ya kuvuna, wanavuna kwa uhakika pale, wanavuna kwa kutumia hizo combined harvester. Alafu wakati wa kwenda sokoni, hapa ni barabara, kuna barabara kubwa sana ya Dodoma, Morogoro, kutokea Dar es Salaam, ambao mtu ukiweka mpunga wako tu kasimama dakika 5 tu utachukuliwa. Na ndio maana hapa eneo hili mpunga unauzwa bei kubwa zaidi kilinganishwa na maeneo kama ya kule Ilonga, Kilosa. Kwa hiyo tunataka tutembee kidogo kule, tupite hivi, sio? Yeah. Kwa hiyo tunaenda, tunazidi kutembea. Niko na guide mwenyewe hapa kwa sababu lazima uwe na mwenyeji. Come on. Naendaje sehemu ambayo upajia alafu ndio peke yako? Utapataje taarifa sasa? Kwa hiyo tunatembea katika shamba hili ili upate kuona kwa uhalisia ni nini ninachokusimulia kutoka hapa shambani. Tunazidi kwenda. Hiyo ndio skrini yenyewe tunaenda kutizama. Tunaenda kutembea ndani kwa ndani, kujua mengine ambayo hujawahi kuambiwa, huwezi kusoma kwenye Google. Umeona? Haya ni mambo ambayo yanaletwa live, kwa sababu ukisoma kwa Google huwezi kuelewa hivi. Mpaka ufike uone ama utazame vipindi kama hivi kutoka Aje Farms kwa shamba la kutembea, ambao wenyewe tunatembea kwa husika na kuweza kudodosa nini kinaendelea kwa jicho la mjasiriamali. Tunaichambua bongo hii kwa jicho la mjasiriamali. Appreciate. Bi mkubwa anapiga kazi yake hapa Lizi pengine. Hello bi mkubwa, asalamu alaykum. Sibiki kidogo. Kaifa. Sasa kama hujui hiyo lugha unakuaje? Kaifa. Yeye bi mkubwa pale hajui lugha bali. Kwa hiyo anafanya nini hapa?
anaweza kutusaidia jambo kidogo. Hapa Bi Mkubwa unafanya nini? Unolea? Mbona unatoka kama mpunga huo? Hamna, majani, okay. Kwa hiyo unaongolea mara ngapi katika hili shamba? Hili shamba? Kwa palizi yani ya shamba lote. Yani kuanzia mwanzo. Kuanzia mwanzo unapokuwa umepanda mpaka kuvuna inakuwa umeongolea mara ngapi? Naweza kuongolea mara 2 au mara 3. Okay. Kumbe sio magugu mengi sana kiasi hicho. Na kila kuongolea ekari moja au kushinga ngapi? Mtu kama unatafuta watu ili wakusaidie kuongolea. Bei ni maelewano, kama jani kubwa inaweza ikafika mpaka 100,000 kwa ekari moja. Soma siara, kumbe bei ipo bana. Kama jani dogo? Kama jani dogo unaweza kuongolea hata kwa shilingi 50,000. Okay, kwa ekari moja. Mpaka 20 kwa ekari moja. Okay. Aha. Sasa kwa hili shamba bwana unaongelea lina ukubwa gani? Eka 2. Na ni la mtu mmoja au na mwenyewe tu umeamua kujiajiri pia? Umeajiriwa? Alia wenyewe. Eka 2. Katika eka 2 mtu hapa ametulia sasa ndana mambo yamekwenda vizuri. Kwa uzoefu wako huko anaweza pata kama kiasi gani kwa dunia za mpunga? Kama mtu sema okay amefuata taratibu zote. Na naamini shamba hili la mfano kwa sababu natizama hata mpunga wenyewe. Kwa sababu si ninaona kwa macho. Umeona? Unaona mpunga kabisa umenawiri. Kwa hiyo tuseme kama hili hapa katika mavuno tukitabilia mazuri zaidi tunaweza kupata kama kiasi gani? Hapa. Eka 2 tunaweza kupata gunia 75. Wow. Eka 2 gunia 75. Na hali imekuwa mbaya kabisa useme sasa bana mambo ya mgodi hujatema. Inakuwa kiasi gani? Kwenye 50. Gunia 50. Kwa hiyo haishuki chini ya gunia 25 kwa ekari. Ni kwa sababu haiwezi kushuka. Wow. Na huu ni aina gani ya mpunga? Maana huku tunasikia mbao 2, sijui ni nini? Hii ni aina gani? Saro. Ni nini? Saro. Saro ndo maana watu wanadhani wamechagua saro zaidi ya kuliko nini nyingine. Kwa sababu ya mavuno, sio? Ina mavuno mengi. Mbao 2 kama hapa ningepanda ekari 2, wanasema mbao 2 na utamu nini kwa mlaji inapendwa. Mbao 2 au berenge au beyenge ningepata kama gunia ngapi hapa? Kama ningekuwa nipanda 25 unaweza kupata 20. Unaweza kupata 20. Inakuwa inapungua. Kwa hiyo watu wengi wanachagua saro 5. TXD 300 na ngapi? 305, 365. Sasa hapa ndio maji yenyewe na kuonesha ili appreciate namna maji inavyomwagiliwa. Na hapo Bi Mkubwa unaona kama kazi yake anafanya kwa makini. Mpunga ni mrefu kiasi kwamba hapa sasa unamfika katika kifua. Okay. Wakati wa kuvuna sasa hii hapa mpunga wenyewe. Wakati wa mavuno wale wapigaji kama mimi naamua kutumia mikono kusema kufyeka kwanza ekari shilingi ngapi? Wanakufika shilingi ngapi? Eka shilingi 100,000 na 125. Kufyeka tu. Kwa mkono. Alafu kupiga? Kufyeka na kupiga 125,000. Kupepeta? 2,000 gunia. Okay, kwa hiyo kupepete 2,000 gunia, lakini ina maana kama utapata gunia 25 utakuwa umetumia shilingi 50,000 kupepeta tu na kufyeka pamoja na kupiga 125,000. Kwa hiyo 175,000 katika hatua ya mavuno hiyo ambapo utakuwa umefyeka na kupiga na kupepeta 175,000 imeondoka kwa ekari, almost kwa ekari moja. Sasa tuende pale tuone kwamba wakati wa usafirishaji ndio boda sasa umekuja hapa. Hapa unakuja boda au magari? Gunia 2,000. Boda? Gari. Okay, na uzuri gari hapa zinafika. Okay, sasa. Na sasa hivi kuvuna kwa mashine ile ambayo tunasema combined harvester ile ambayo 170 ekari moja. Unaona unaonaje faida zile mtu au kuna Waswahili bwana, sisi ni Waswahili bwana. Mtu akiwa anavuna hapa sana anaweza kukata mpunga yani wakati anafika kwa mkono. Mwingine anatunza mwingine pembeni. Hamna. Watu ni waaminifu. Okay, watu ni waaminifu, okay. Tunaambiwa watu hapa mila zao ni waaminifu sana, kwa hiyo wanaweza kuhakikisha kwamba wanakuvunia mpunga wako na unapata. Sasa hapa tuna hii majina. Bi Mkubwa unaweza na maelezo kidogo juu ya kitu? Hawa ni watari Dakawa. Ndio maana na wenyewe wameweka mbegu zao tofauti tofauti. Hey! Unaona? Tari Dakawa sasa na wenyewe hii hiki ni kituo cha tafiti Dakawa.
ambacho ni Tanzania Agricultural Research Institute, ambao wao pia wanatafiti kuhusu mpunga. Kwa hiyo wanaenda sambamba na alipo mkulima kwa utafiti zao, sio tafiti za makaburasha au makaratasi, bali wanakwenda kutafiti pale pale kwa wakulima ili wajue ni nini waboreshe. Fikiria sasa hapo. Ona kwamba maendeleo yanaletwa na pande zote, upande wa serikali, upande wa wananchi wenyewe, upande wa sekta binafsi. Unaona, kwa sababu shamba lianzishwa na au wazungu, na maana sekta binafsi. Baadaye wanakijiji wakaamua kulichangamkia, wakaanzisha mashamba hapa kama upitia umoja wao wa Wakuda. Alafu wakaenda serikali ikaleta hao watafiti, kituo cha utafiti Dakawa ambacho kinatafiti kuhusiana na mbegu za mpunga bora. Na sasa unaweza kaona hapa kila neno hapo wamelebo hapo. Wameandika vimaneno pale, kila ADL 2026 plot 265. Next time tunaenda kuwauliza, alafu ADL 200 ADL unaona? Hello? ADL naona pale 2026 plot 269. Unaweza kaona kuna ADL 2026 plot 270. Inaendelea hivyo, yani kila mahali kumeandikwa hivi. Sasa tutakuja kuelewa kwamba ni nini hasa kwa nini wanaandika hivi. Kwa nini wamelebo kila sehemu imekuwa, yani ziko nyingi, ushafahamu. Sisemi kwamba sikwambii kitu ambacho ni halisia. Tizama. Kwa hiyo ina maana plot nzima hii ina vikaratasi hivyo, lebo ambazo zimewekwa ndani ya shamba. Sasa lazima kuna kitu ambacho watafiti hawa wanaweza kuwa na maelezo nacho. Wakati ujao tutakuja kuzungumza na watafiti katika shamba hili, watueleze nini hasa, kwa nini wanafanya hivi, na wanasaidiaje wakulima sasa hapa kuweza kupata mbegu bora. Wamefanya tafiti nzuri, wametoka kwenye zile mbegu za awali tulisikia Beyenge na Mbawa mbili na mbegu nyingine. Of course kuna mbegu nyingi sana za mpunga, ukija kuna Super Karamata, kuna mbegu nyingi sana ambazo ziko zinazungumzwa na wananchi, zimegawa iko maeneo mbalimbali nchini, lakini hawa wamekuja na mbegu ambao wakulima wenyewe wameitikia, wamekubali. Saro, unaona Saro sasa Saro ndio ile pale unaiona pale, ndio imeleta mapinduzi makubwa huku, wanasema imeongeza mavuno. Lakini Saro tofauti na hizi mbegu za asili, Saro ina matunzo makubwa. Uongo mama? Inataka maji ya kutosha, mbolea kwa wakati, inataka madawa. Madawa gani mnapuliza? Madawa gani mnapuliza bwana mkulima bwana? Cheki maji. Hakuna ukungu na wadudu. Okay. Sasa hayo madawa tu kwa ekari moja unaweza kutumia kama kiasi gani? Kosi ya ekari moja dawa zinaweza zikakosi kuanzia 50. Kwenye 50 Na hizi mbolea mnaweka mbolea gani huko? Mbolea kuna Yara Amidasio. Okay. Na hiyo mbolea sasa kwa ajili ya kuweka kwenye ekari moja unaweza kutumia mbolea kiasi gani? Wastani wa mbolea inaweza kaingia kwenye mifuko 3. Mifuko 3 ambao ni shilingi ngapi? Mifuko 3 ni shilingi, kwa sasa hivi mbolea ni shilingi 70. Okay. Kwa mifuko 3 200 na 10 kwenye ekari moja. Hapo una hakika Saro, yani Saro kuvuna kwa uhakika mavuno makubwa. Kwa uhakika mavuno ni hizo gunia kuanzia 30 kwenda juu. Okay. Kwa mwenyewe ambaye yeye ni bodaboda lakini analima hapo ukanda huu. Ni mkulima mzoefu katika ukanda huu wa Dakawa. Sasa tunaendelea kutembea hapa, tunapita ndani ya shamba ili upate picha kwa uhalisia. Ni nini hasa kinajiri katika mashamba haya? Hili shamba maarufu kama maplotini ama shamba la umwagiliaji, ambapo mwaka mzima watu wanapiga pesa. Unasikia maji yale maji yanaongea. Wale wanapiga pesa. Sio kama nini? Unaona? Ni maji. Ukishapata maji kwenye kilimo ni kama umesolve matatizo kwa 70%. Mengine yanabakia kwa mepesi zaidi. Kuna mashamba hayo tumeambiwa ya kituo cha utafiti Dakawa. Yote unaona kule kuna kuwekea karatasi kila sehemu, wakiwa wanafanya tafiti zao watafiti. Unaweza kaona kibao chao hiko, ka appreciate kibao cha TARI Dakawa. Na kila mahali wameandika, watafiti hawajai kufanya vitu ovyo ovyo, wanafanya kwa makini kwa kuandika, kila kitu kimekuwa labeled. Shamba linatunzwa kama mgonjwa. Shafahamu. Hapo unaweza kutazama hiyo. Kila mbegu inaona mbegu nyingine pale. Tai purification. Kila kitu lazima kukomboka purification.
TXD 306 purification. Unaweza ukaona TARI rice type 1 au TARI type 2 purification. Unaona? Wanasafisha purification hapa. Wana maana kwamba wanasafisha mbegu. Naweza maneno ya kitafiti usiyaelewe, ndio utafiti wenyewe. Kwa hiyo unaweza ukaona hiyo pale kibao kingine agronomy on whatever, unaona. Kwa hiyo kuna tafiti nyingine pia si ajabu hapa inaendelea, lakini hasa nilikuwa hawa watafiti wakisema purification wanasafisha mbegu. Inaweza kawa mbegu imeshaenda huko imechanganyikana huko uzalishaji. Upande wa unatizama au mashamba sasa uzalishaji yenyewe umepamba haswa. Nataka nikuoneshe kidogo, subiri kidogo. Mambo mazuri hapa bana. Ukishafika hapa bana, mtu anataka appreciate, si ndio? Nikuoneshe mpunga kwa karibu bana. Na maji bado ni shamba lile lile kubwa. Mifereji ile ile bado inaendelea na barabara nyingine katikati ya shamba. Alafu nataka uone na katikati pia unaona kuna sehemu za kupita. Kwa hiyo hakuna mahali ambapo utasema hapa pitiki. Sasa hii ni aina gani kiongozi? Naweza kusema hii ni saro ile ile. Unaona? Angalia ilivyoweka hiyo saro. So ile unaangaliaga Google, hii ni halisia. So kama ni uongo, imeweka mpaka inaenda kulala. Ile pale. Just appreciate. Nataka uone alafu uweze kuelewa ninachokuambia. Angalia mpunga ulivyola. Alafu cha ajabu kanda usioni ndege. Ni nini hasa kinatokea au mnatumia madawa ya asili bana nyinyi? Kwa nini ndege hawafiki? Ndege wanapigwa dawa, kuna ndege huwa inatembea inazunguka na piga dawa. Kuna ndege kama okay, inakuwa imenyunyizia inazunguka. Kila baada ya muda gani hiyo ndege? Huwa inapita kila baada ya miaka miwili. Okay? Hiyo wakulima wanachangia hiyo pesa au inakuwaje? Vipi? Hapana, ni serikali yenyewe. Inaleta hiyo ndege kila baada ya miaka miwili. Inapiga dawa katika mashamba haya. Alafu inaenda. Kwa hiyo ndio maana nimeshangaa cha kwanza kabisa sijaona muhamiaji wa ndege. Yaani nilipofika kwenye shamba hili, ndugu mtazamaji, nimeshangaa kuona kwamba amna anayehamia ndege. Yaani hapo ungekuta watu wanapiga makelele kama wenda azimu. Kwa sababu kwerea hawa ndege ambao wanakula mpunga wana tabia moja, anakufanyia timing unaposinzia kidogo tu kesha maliza shamba. Lakini hapa sijaikuta. Sasa fikiria mambo yote hayo kuanzia maji ya uhakika. Lakini uwepo wa vifaa vitendea kazi, zana za kilimo, nimekuta matrekta hapa, combined harvester, ushafahamu. Lakini tumekuta pia nje na pale kuna kituo cha utafiti TARI Dakawa kinalea wakulima, kipo hapa mashambani. Na wenyewe na mashamba hapa, wanafanya tafiti hapa na wanawaambia wakulima, wanawafundisha wakulima kwa vitendo, mashambani, sio mezani au darasani. Alafu nje na hapo bado kuna huduma ya ndege ambayo inapita juu kila baada ya miaka miwili, kuwa huduma ambayo inanyunyizia dawa kuua ndege. Yaani ndege anaua ndege. Ndege anaua ndege. Kwa hiyo unaweza ukaona ni namna gani eneo hili lilivyokuwa na neema kubwa sana. Nje na pale na hapa nilivyokuonesha kwamba maeneo haya wakulima ni matajiri, kumbe ina maana kubwa sana. Kwa sababu nimekuonesha majumba mbalimbali ambapo mkulima akijenga nyumba ya chini kabisa anajenga nyumba ya milioni 30. Unaona? Kwa sababu ni matajiri, masonko. Hapa ndipo wanapoamini kwamba kilimo ni uti wa mgongo. Nje na hayo yote nikutajia, na mashamba yenyewe unaweza kuta kuna barabara kama hizi unazoziona hizi. Hizi barabara zinapita ndani ya shamba. Umeona? Kila pala kuna barabara. Lakini nje na pale kuna barabara ukanda huu ambao inatoka Dar es Salaam kwenda Dodoma Road, ambayo muda wote kuna magari mengi sana ya uhakika kwamba unaweza kusafisha mzigo kutoka hapa mpaka ukapeleka kwenye masoko kwa uhakika zaidi. Hizo sababu zote hizo zinafanya wakulima katika kijiji hiki kuwa matajiri wakubwa sana kuliko hata matajiri ambao wako kwenye miji mikubwa kama Arusha ama Dar es Salaam, kwa sababu hawa maisha yamerahisishwa mno. Sasa I wish the same could be applied kwa Tanzania nzima, yani kila kijiji Tanzania kiwe kama na neema ya namna hii. Sasa acha nikuoneshe jambo ambalo pengine hili likifanyika nchini kote migogoro ya wakulima na wafugaji haitokuwepo. Unaona? Hapa hii ni katika shamba la ekari 5,000 na lote limezungushiwa fence ya namna hii. Ili kuzuia nini? Kuzuia ng'ombe, wale wafugaji ambao wana fujo zao wanakuja na mishale na mikuki alafu wanaingiza ng'ombe katika shamba alafu nakwambia waguse uone. Sasa hii hapa ndio suluhu. Unaweza ukaona kuna sehemu nyingine si ajabu unaweza kukata umeme ama nini, lakini ni fence ya namna hii ambayo ni imara, ambao huu ni mradi wa kuzungushia shamba lote ekari 5,000
Unaona, kwa hiyo ina maana hakutakuwa na migogoro. Mkulima akifikisha ng'ombe wake hapa, ng'ombe hawezi kuvuka kaingia kula mazao. Hii ni jambo lingine ambalo shamba hili ni kitu ambacho kina maeneo mengi nchini, kitu hakijawepo. Ndio maana wakulima pamoja na juhudi kubwa sana kwamba kuna kamati za maridhiano na nini, bado wafugaji wengine wameshindwa kubadilika. Wanafuga ng'ombe kiholela, wanaswaga ng'ombe kupeleka kwenye mashamba ya watu, na mwisho wa siku natokea mgogoro, magomvi yasoisha, watu vita sometimes, yani watu wanashikiana mpaka silaha. Kwa sababu ya nini? Tunakosa kitu kama hiki hapa. Ubunifu mkubwa sana ambao nimekuta hapa Dakawa Mvomero, ambapo kuna hii fence inajengwa, shamba lote linazungushwa. Kwa hiyo mfugaji labda aje aibomoe sasa. Sasa akibomoa hiyo ni jambo lingine. Umeshafahamu? Lakini ng'ombe hapa haingii ndani. Hicho ni kitu ambacho kikubwa sana pia unaweza kupata katika shamba hili kubwa sana la umwagiliaji la mpunga na pita chocho kwa chocho. Unaona hapa. Hii ni mapori. Sasa hii taarifa utaipataje bila kupita maporini? Kama uwezi kupita maporini, uwezi kupata taarifa za namna hii. Kuwa mkulima sio tabu tena. Changamoto za mazao au mifugo sasa kwisha habari yake. AJEFARMS wamekuja na suluhisho la kudumu, na sasa wanakuletea vitabu mbalimbali vya mazao na mifugo. Kama una changamoto za kilimo, vitabu hivi ndio suluhisho lako. Kukufikia ni rahisi. Unaweza kuvipata kwa njia ya WhatsApp au kutumiwa popote nchini na hata nje ya nchi. Cha kufanya, wasiliana na AJEFARMS leo kwa 0757757968. Bei za vitabu hivi ni ndogo sawa na bure. Nunua leo kitabu chako, uunganishwe kwenye kundi la WhatsApp la zao husika. Hatujamaliza. Kama wewe ni mkulima, una mazao na hujui wapi utapata soko zuri la kukupa faida, wala usijali. Kama wewe ni mnunuzi wa mazao na hujui ni wapi utapata mzigo, nawe pia usikonde. Hapa kuna mkulima na pale kuna mnunuzi. Ni nani wa kuwakutanisha moja kwa moja? Ni AJEFARMS. Si hivyo tu, kupitia mtandao wa AJEFARMS unaweza kujua bei za zao lolote lile nchini. Cha kufanya ni wewe kuwasiliana nao kupitia WhatsApp au piga simu. Wafuate kule Instagram, Facebook na YouTube kwa jina la AJEFARMS. Wote mnakaribishwa.